Check one time, this is your boy DJ Dusmali aka The Jama kama kawaida na wagawa kama dawa sawa. And you know this is your boys Game Changers podcast maze. This is how we do. This is our weekly show episode 5. Welcome to this. My boy Fazul, take it over. Man like Faz wagwan. Yeah, dua hapa msoa mali ama vipi? Yeah man. Fiti. Welcome to this maze. My guy, how was your week my ilikuwa mastory mob 2-3 hivi tulikuwa Bario. Yeah. Na bro Faz. Yeah man. Kaenda Iburu njeve. But nigga alikuwa amejiweza kwa na kabuti ile ya nini ton. Hii movie itoa nini? Ramtan. Acha Ramtan. The Blade. Oh. Yeah man. Baridi ilikuwa inafanya sha. Alafu anatokezea. Na kuniambia kavaka sweater hapa. It's good kabla uende mahali at least unaangalia weather inakaaje. Tumia hiyo data yako vizuri. But nilikuwa namlika cheki data kweli. Basi hapo ndo ngori. Nijaribu kupigia swali mdoe akataka kushika simu but wiki ilikuwa fiti. Nice one. Tulienda Bario Fadela wa duo. Ni my brother in law. Kila kitu kwa poa. Lienda poa. Kila kitu ni mpango ya Mungu, hatuwezi nini. Na Faz, Bwana, labda changia watu hapo. Tulikuwa naye from day 1 mpaka day last. Sema kitu mazee. What I would like to say, kuna kitu naweza taka watu wajue. We've been having unajua ni mpango wa Mungu, tumeenda barrel kadhaa. Na kitu moja nimenotice the same conversation we're having from one barrel to another. Watu wanaambia manzekeni pamoja, live with the friends, live with the brothers. One thing I would like to tell my fellow friends, even your family members. Remember, your job when unafanya, you're securing that life. Mimi sikukatazi. I know everyone is busy, that's why watu wamekuwa part kiasi. Yeah man. But that job will replace you immediately ukikufa. But your family will be there. Hao wasendo watabeba casket yako ndio nini? Hao ndo watakuprepare. Hao ndo watakushughulikia. So ishi na watu poa. Undeni hiyo rafiki. I don't know a lot of things but one thing I know is energy. Yeah. Mimi kitu yenye huwa najua energy ki shift, I feel that thing. Yeah. So live with ishi na watu. Ishi na kila mtu poa. Hii world hakuna mtu atamepromise. Unajua pia one thing Faz, what if you like msaya kipass ni do. No. That comfort to bishi yako kipass enda tulia kwao, chila hapo tu, upatie comfort I feel siko peke yangu. Niko na marafiki. Niko na mabishi ya have family. Wasiofikiria demo badha ndakutumia 10,000 sitaki 10,000. Your presence. Nataka presence yako hapo. Ni kitu ya maana. That well being said by my fellows, welcome to our episode. Remember last time tulikuwa tumeongelea about something about ladies and the characters that tag along with them. So in most cases you'd find ule chali mwenye nyinyi mnaona ndio kitu kingine ndiye anakuangana the most beautiful lady pale hivyo out. Sijui kama kitu mmenotice. Mimi mara mob nimeenda maresort za mbali. Kwanza mavake naonanga sitaki kusema mtu lakini kuna vitu mimi unakuta Mugabe Nazari man. So and it would tend to happen this other way when you look at like natures. This was posted somewhere by someone. Ilikuwa inasema if you find a beautiful lady atakuwa na horrible sex. This is always something that tags with them. If you find a smart lady she's if you find a smart lady she will be great personality but is equals to ugly. Sawa. So yani ndio kitu ikuje fiti lazima kuna kitu kingine lakini sasa zao ndio zinakuanga sana kwa sababu nice body is a special face. Hizo vitu zenye nyinyi wanasema kenye jingine tuliona ya kuchemsha siku 3 lakini ni kuku. Wewe chukua kienyeji yako. Chukua munyu. Nyunyuzia munyu. Magadi. Magadi. Eka kitu kwa nyungu. Chemsha mwezi mzima. Ipatie mwosho mmoja. Siku nyingine unakuja ndio ile man like
Watoto mshofaze. Unajua nakuanga hivi. Mko prai. Obvious kuna kale kademu. Prai kana kilingi. Unajua ile mkwa dole nini. Kuna obvious kuna ile katina ufala. So unakutanga maboys wote chuo wanapatia demu hiyo attention sana. Alafu ile demu mwenye wame beat hakuna mtu anajali nao. So inaenda pale mademu wana get more concentration in education sana. Mnafika seko. Sasa mambo imelipuka hapo. Demu shajiwanga mimi niko na beauty, niko na nini, anything I want, naweza tumia beauty yangu vibaya, unaona? Wale wenye pia wamebeat, unaona sasa sikati wangu hii, tam 3 yote ni chali tu mmoja alinikatia. Na hata alinikatia naambia tu naweza kunilia mahindi. Story imeishia hapo. Tunafika uni. Kuna kitu ile demu mwenye sura si mzuri lakini. But unaona okay, wacha malize tu first guess. So, in end up demu mwenye ni beauty inafika form 2 alishika ball. Form 3 life yake imeanza kuwa horrible cause wase wanamwandama. Amepitia faces zenye Fazula alikuwa anatafuta. Alikuwa anatafuta. Afadhali mwenye amepitia hizo faces. Unajua, hebu imagine demu akuje tu akwambie, unamuuliza ni aje, anakwambia unajua mimi nimekulwa. Unajua demu murili. Anamaliza hiyo story hapo. Ile kichaka mtafungua. Afadhali. Lakini unaweza can I say something? Najua mjazoea nikikubaliana na nini. But unaona nini, beauty lies in the eyes of the beholder. Ukweli uongo. Ni ukweli. Na pia beauty lies in the eyes of the beholder. Inategemea. Wewe unaweza kuwa pale uko drinks unachapa 1 2 3 ule dem anaanza kufanana Rihanna. Kidogo anakuwa ni Minaj. So kenye wewe unaona ndio kenye inakufurahisha roho. So the eyes of the beholder. Another thing, unaona mademu wenye unasema ati wako na sura personal. Huyo ndo mwenye roho yako imependa. Huyo dem mwenye wewe ana sura personal, mwenye ni socialite nini? Hakuna kitu ako naye kwa kichwa vile umesema. Kila kitu tu ako tu pale kwa social media, ni matako tu anatwek. Ni twerking. Mkishapata pia kuna company ya kutwek. Unaona, acha niseme. Huyo dem akiamka asubuhi ni matako tu anatingisha. Saa 7 ni matako. Saa 6 hata ukiangalia wanaume wote wenye wanamfollow wanaambia tu matako yako safi. Hakuna kenye ule msichana anaweza sell. As in hapa iko hapa. Na hapa iko juu. Iko hapa. Unaona? So continuing with this, alikuwa amesema nice face is a banana body, which is sometimes I would say kidogo ni kama nimeona hiyo, sorry to say. Inakuwa central. Quiet and shy is a serial cheater. Unapata? Nao ndio wanakuanga wale wa kukutai, alafu akikushika utaoga na maji. Mimi nakwambia kwanza watu kunyamaza. Ngori. Moto. Mimi unyamaza. Moto. Wewe nyamaza. Serial cheater. Hii tunaongelea mademu. Basi kwani mimi naongelea basi mademu. Mimi hapa ni feminist. Mimi nawatetea. Unaona acha. Like serious tuende kama life sasa imechange. Smartphone nini. So siku hizi watu wanatag marasa, wanatag manini. Unaget? Hii mama 21st century So nataka kuniambia mademu wa 1950 walikuwa wanatagingi haga na hata hakuna nini, ama walikuwa wanatag makarikature za haga. Uwezi niambie hivyo. Sasa si hao hata wako na teknolojia. Lakini si bado kulikuwa na hizo tabia tu. Back then. Unaona nini ilikuwa? Sasa hii ime-expound. Unaona? Zile buda mine aliangalia madha mine akaona kamisi. Buda kwa maybe aliona buda mine alicheki maybe madha mine pale amekaranga nywele na ile kikombe. Unajua kitambo kulikuwa na blow dry. Unachukua nyungu, inawekwa makaa ndani, unachukua na yeyusha nywele. Madha ametokea hivi mazee, ampiga mkoroge yake safi. Buda akaona sasa hapa ndio rangu nata. But beauty fades, sisi watu wa saa hii Kenya na sahau tunafaa tujue beauty fades. Utakukula matako. But hata kama unakula simu tu, hiyo ni mambo yako na bibi yako. But at the end of the day, by the way, speaking of that, dem yote usikubali chali yako akakule simu tu. Siku yenye unaenda kujifungua, una nguvu. Hata uweka matawe luko ndani ndio ujifungua. Kwa sababu nguvu imeisha huko. But now mimi naweza sema hata wazee wetu walikuwa kiangalia urembo. Unaona nini?
lazima uangalie urembo. Tukubali tu. Lazima uangalie. Unajua acha mimi naweza sema hivi. Kuna kuangalia urembo. Hiyo ni sawa. Unaangalia urembo ni sawa. But unajua pia kuna ile maybe ulikuwa makiukiu. Kuna jirani hapa. Una get? Si kitu inafurahisha sana. Ukasema tuacha ni tuwe kiu hapa. Unakuta ile mchezo ulipewa. Umesikia? Ngoja, mimi nasema tu. Unakuta ile kitu ulipewa hapo. Unawaza unasema ndio demi ama ni msupu. Lakini achezeke iko chini. But hey. Kuna mtu hapa jirani, so unakuta unaenda kwa demi yako once, unaenda huko like 6 times. Inafika point unaambiwa sasa leo tumekwambia uchoose. Utaendea nani? Because unaangalia end of the day beauty fades. Yeah. Na huyo dem atakuja kuzeka hiyo beauty itaisha. But unaangalia unakuja unacheki kuna mtu ata reason wacha niendee kitu ataangalia beauty. Kuna mtu ata focus kwa kitu tofauti, you know. That's why nimesema kenye roho yako inapenda. Unaona nini? Huyo dem mwenye amenipea kacheza ukasikia BA. Huyo ndio mimi ndakaa naye kwa nyumba. Akuwa amekataa, akuwa amekubali. Kwani amekataa? Kwa umangi uzo. Sikuli uzo. No, at the end of the day hivi ndio vijana wanaanguka, wewe unawapoteza. Atakupea poa. Lakini ni bipolar. Sawa. Utafanya aje eventually? Unajua nikisema ni bipolar na maanisha fadhili. Siku yenye unamshow naenda ku support dus. Ni bro mine. Branch ni lazima tuende. Hadi anasikia una call Johnny. Yo Johnny, tokea. Na wasiwa wanakaa hivi tunataka tu shoot. At least anakuja anasimama hapo mlango. Anasikia hivi anasema poa. Yeye na yeye anatokea kando. Anataka akam sasa kusurprise. Alafu unajua obviously kama Fazul kama mimi tukienda out sisi wote si na best. Seme Smith amekam na demsherezwa kwake. Tuko table moja, tuna relate. Anatuzianga deko za hao. Tunabonga naye. Maybe hata umefanya tu hivi. Umepata nini nyingine mzuri? Ametokea hiyo time. What will you do? Utakula hiyo sex hapo sasa mbele ya uwanja. Wewe tuko na story yeye anajua. Tuko na story. Acha niiseme hata saa hii. Kuna one of our friend hata sema jina. Na huyo jamaa akivanga kitu inaitwa timba. Usiseme jina. Usiseme. Akivaa kitu inaitwa timba. Aki atajua. Usijaribu kwenda na yeye sherehe yote. Ni hatari. Amekuja. Niaje mabro si twendeni 1-2. Tumeingia. Tumechapa. Mama wake kalani. Bwana wale nduzi. Wale tusi ndugu yetu bwana. Mimi nilikuwa nimeenda lu. Mimi nikapata ndo ameingia mimi ile matuzi tutasema tuwesema hapa. Wewe unataka kukula mama? Bana changao mama ambia wewe. Ulifanya mzee wangu anatakangi. Kwani mimi nakula mzee wangu? Bana. Nini kwani? Ona tu ni vile umesema tu mademu bipolar tu. Kuchill tu. Wife yake ni bipolar. Ama tuseme mtu yake ni bipolar. Wacha alichukua mawe. Vija vio zote za dinga. Na hiyo ndio hiyo uaga. Alafu apparently mademu bipolar wanakuanga somehow wase after wana notice wewe unapata mjamaa na refrain hivyo. So by the time anakaa kiasi hadi mabesti zake wanakuwa sawa kiambia majamaa tu reality. Kapoa. So unapata inafika duration fulani umse anakaa solo for a very long while hadi anafanya research ya design za azili ataweza kuteka. So utapata kama ni hiyo bed game anaye hot pepper. Ndio nao bipolar. So kama game iko sawa. Utafika hapo kama ni game end game itakuwa ni hiyo mawe mnasema kwa vio za dinga. But tunajua pia on the other upper hand ukipatana na super intelligent mwenye amesoma poa ako na do yake. It's another case. Cause anajua hadi kubai makarao. Akitaka hata blanda si hiyo ni kama ati menda place kama maybe club fan to LD. So since anajua ako na do, ako na kila kitu. Okay, kuna mademu hapo mwenye atakwambia ni aje? Shika hii do, lipa bill. But kuna mwenye ako na hiyo pride sana. Anakwambia ni aje? Shika ufunguni ende sweater. Shika niende nichukulie hii. Shika ende usijui nifanyie hii. But unaona nini? Acha ngombe fast. Na hiyo kitu kwanza imekuja ikafanya. Acha niseme tu kitu moja. Imefanya mpaka siku hizi machali imekasirisha sana. Tunaenda kama club. Sisi najua mimi nikongo na dinga, mimi ndio nikongo na do.
na Willy ana kiti yote, so natumia Willy kama slave. Since mimi niko na do and wanaitwa bitch niggas. Bitch niggas. Niaje? You can't be carrying me and your friends bitch. Uliona hiyo kalala yeah. Unaona nini? Yes, dipo. So inafika mahali unachukuliwa design. Wewe nikachali tu umekaa benten. Wewe sema anything hata kwa hao inabidi mpaka saa zingine upike. Wacha nikuulize. Talking about boys to boys. Kabla turudi kwa ati wife yako. Mi wife yangu akiwa na pake ni sawa. Siwezi feel inferior. Unaona it's the same thing kama kuambia wife ya mine niaje I'm chilling with Duo and Dus. Niaje niko mahali fulani I'm doing 1 2. Si ati namuogopa, it's a show of respect. The same thing najua ata reciprocate the same thing. Akitaka kwenda kuchill na marafiki zake ataniambia. So I don't hiyo si feel, but hiyo umesema hiyo me it's respect. Wife yangu akiniambia nani mchukulia ndaba kwa naogopa. Unasema sasa mimi ndio nasema hiyo nishakujibu ya hiyo. About bitch niggas. Bro, mimi sijakataa. Mimi ndio nimekuleta kwa meza. Mimi ndio nakubaia drinks kama mundia maji. Mimi ndo nakushughulikia kila kitu brother. Hadi mpaka Ferrari ya mtaa. Mpaka Ferrari ya mtaa. Ndio unisumbue unataka kufikiria. Utaenda maji. Nakwambia niaje enda kale. Ukienda kale kama imeiva. Unaenda. Mimi ndio nakuuliza kacho angalia mbele. Angalia ka food yenye tuliweka imeiva. Nakutumia brother. Kwanza unajua hata mimi nikienda Dunda saa hiyo tukunywe gino yangu ishe. Mimi siwezi ngoja ati. No, ati niangalie ati bro. Najua unaona nini kwa sababu me and you we relate different Hata ikwe nani? Ndio I'm telling you. Ati mnakunywa na man like Duo. Hata kama wewe ndo unabai ama nini. Duo analala pesa yake. Kama ilikuwa unabai jua atakunywa Guinness 50 ama atakunywa Jameson mzinga 4. So wewe jo umebeba pe. But mimi nasema wewe azinatumia wewe ni mwanaume wa mazoea. Unajua wale wanaume wanashindana kukupigia aje? Nifanyie hivi. Tukikutana na yeye lazima tukue bitch nigga ama ni strong. Lazima tu ndakutumia vile nataka. Ndio lakini niambie nguo. Kimbia kwangu. Uniletee license macha. Acha kuchukua pikipiki shikamia. Unajua most of the times au ubaiwa ndio ulewa sana. Au ule wa kwanza. Kwa sababu anakunywa na pupa. Sasa unapatanga kwa meza. Anaona mdosi, anaweza kufa mfereji. Anaweza kuwa rough and up in most cases. Ndo anaanza kuchoma. Au ndo anaanza na kuchoma alafu unapata wewe jamaa kumzushia. Luko no dem. Sila sonde luko no lede. Ala hiyo sema hilo. Ujinga. Anyway. So unaona nini? Yeah, man. Men, if you feel like that lady ndo mse wako na wewe na bipolar yake na nini vitu anakupea wewe ndio unajua. Ngangana. Same thing to ladies. Usikue usishuke chini ati sijui kwa sababu unaogopa uchaleta kuacha. Acha ambwake bwana. Demu kama umeona chali yako anakuwa mtu blood fucking na best yake ni mtu anaweza vuka hiyo chama nyingine. Wewe huyu jamaa hapana. Ngoja. Sikiza, let me talk to ladies about us first. Ndio wasiseme tumekuwa tumewafinya. Huyu Fazuli atawapoteza because acha kwanza let me speak like a driver. Bado yeye ako kwa barabara lakini hajashika gari. So on the opposite side it happened to be like for us men in most cases wale unajua wase wanachapa job za industrial area nini mjengo. I don't want to say anything but yeah wale wase uchapa ile hard labor ndio apparently wanakwanga sana au wako na hizo features zenye ulikuwa unasikia tuna try categorize kwa madem like personal faces. So hao wako na hiyo sifa ya semiti. Yaani huyo jamaa anaweza kukujenga foundation proper. I say I'm trying to say they have good dick. This is what ladies say. I'm not saying this is what ladies say. So imeandikwa hapa inasemekana wase wenye wako ni azin machaliwa poa. Apparently kama a few celebrities wenye nimekuwa nikisikia na nikiona wakipost wana tagingi light skin niggas wanakwanga na toys na nini. Light skin niggas. Yeah. Wako na toys. Hizo toys gani?
wanasema maliza topic. Wanasema light skin niggas wanakongana. Okay, when I say toys I mean like small dicks. I don't know, me personally mimi ni Charlie, sasa mimi sijui huko kunaendaga aje. Unajua umeongelea toys, na mimi niko na toys. Wewe ulifikiria ni toys? Wewe ulikuwa umejicategorize hapo? Si hapana. Mimi toys zile niko nazo ni ukikuja kwangu manzi na nimenunua pingu, nimenunua mafetish. Unajua na kufunga hapo hivyo na kushika. But unajua acha ngombe kitu moja, mimi naweza sema hivi tu mse kama mse wa boda. Huyo jamaa tu ni nyongi. Hakuna asolingo ja au chapa. Exercise anapiga. Exercise ja au chapa. Huyo jamaa kwa gym na anaingisha do. Imagine. Unajua ikifika hivi jioni. Umekaa kwa office. Monday to Monday. Unajua ama jamaa uoga na wana sweat at the same time. Aigwa kwa bavu. Ni nguvu nyama jamaa bwana. Ni nguvu. Osman Squats ndio zinakwanga fit. So jamaa kama boda akishika msupa wako amebwaga. Obvious, acha ngombe dudes kama size. Hakuna kitu ngumu kama kuchoka akili. Kuchoka brain, kuchoka physically, ukisha shower, freshen up, you're good. But mseme ameambiwa sijui kuna system sijui ya kampuni fulani ifanye 1 2 3 anajaribu kufigure out, anafanya hizo anajaribu kusema wase wa IT. Huyo jamaa anajaribu hata si IT anything tu. Huyo jamaa akifika hata dozi mind yake bado still yuko hapo. But jamaa mwenye hawa jamaa mjengo manini hivi. Hata it's healthy yani kwa huyo jamaa because yeye ana live physically healthy. Feels bad. Sasa kwanza heart rate yake nini? Alafu kuna check it out jamaa akuli mapizza. Akuli zi makuku za China. Anacheza na mboga. Anacheza na managu, ugali orego. Sikia ndio pizza vile ana snare hapa. Una get ule mko mjengo anakuja anashika hivi mtoto. Kanye. Washo ananyonga. Acha nikwambie. Unaona vile nimeongelea nimekukata short. Hapana. Na zote nimaliza. Pia mimi naweza sema naona to the ladies. Mimi naweza my ladies kama chali yako kuna sura personal okay, mu appreciate cause kuna usiangalie face, usiangalie mbaya. Shida ya madem sana, shida ya madem sana. Okay, anaweza penda chali yake ako na sura personal, anampenda kabisa. But akifika kwa fellow ladies anakuwa na hiyo anakuficha, anakukula kama mtura. Anakula kama mtura. Nasema hapo, mimi nakushow hapo. Anakuficha cause one anaona is like anajichomea. Mimi naambia mademu huko nje, kama chele yako kuna sura yenye inafanya probox, kanta, name it hizo magari Bedford. Kama unapenda chali, mweke up front, mweke kwa public. Lakini mademu apparently wakwange na uoga. Machali ndio sisi ndio tunakwanga na hiyo tabia ya yeye anajua manzi yake ni wapi anambambia. Alafu akikuwa town anatembea mbele. Brother, sisi kama wacha niongelee kuongelea kwanza community yetu atutembeangi na kitu hiyo. Hapana, si hivyo. Bibi anakuanga huko hapa. Lakini destination imo. Si ndo tumekuja kuchange hiki. Sisi. Hii generation yetu because mimi natembea na mtu yangu. Si feel aibu because yeye ndo nimempenda. At the end of the day niko na trophy wife na kuna kitu ananisaidia. Ule yeye mwenye unasema huyu ni wangu akona sura personal. Hiyo ni mambo yangu. Same thing vile umesema Charles juu anakula sijui managu orego. Bro, wacha nikwambie. Sex it's a feeling. It's supposed to be enjoyed. Wewe ukichukua kama biashara ndio unaharibu. Wewe unataka kuchukua kitu yako utumie kama nini biz. Biashara hiyo ndio itakununulia TV. But no, nikuje but so many ladies pia tunaona wamejenga ma range. Do you know why I would support them for? Wacha wewe dem alilie kwa Range Rover kuliko alilie kwa nduthi. Ashinda amepata baridi. You know umesema follow love lakini sasa amefollow pesa. Do you know why I would support those ladies? Because Fazul mwenyewe never advocates for broke, as in broke shit ama broke life. BD, umeniget? Kumaanisha hata yeye anataka hiyo good life. Wewe ukikuwa saina good life ukijenga msupa wako inamaanisha haina shida. Hajakinga. Unaona nini hii ndio nimesema it's supposed to be something that is mna appreciate. Yeah, man. Unajua kuna dem atakuja ana content yake ni kapina. Mko kwa nyumba, yani hata wewe umetoka vile umesema umechoka na jirani na kizungu. Imagine. Yani kenye content yake yote inarudi hapa chini. As in mtu mwenye you cannot have conversation with. Someone mwenye ajui kuishi peke yake. Wewe unataka kuishi naye. Bro, the same thing. Wacha nimalizie kengo na kuelezea.
Usikasirikia wa jamaa wenye wanakula pizza ama wanakula kuku ya sipia chai. Mimi sijakasirikia. Unaona nini? Wewe kula tu watoto yako, but sex inafaa you entice that moment. Nakuja, I tell my mama niaje, hello, it's going down. Ama mimi nimejipangia kwa kichwa, niaje, it's going down. Vile nimekwambia I have choice. Nikikuja mimi na expect wife ya mine amedunga kalonjare ama my lady anakaa fiti napiga heels. Imagine akitokea hivi akinifanyia naambia mama unaona nini, hata kama nilikuwa nimechoka akili yangu inashuka down chini. But moral huyo demu yako mwenye unasema sijui ya kufresh down chini, nyinyi mnageuzananga hivi kwa kitanda ndo unamfanyia, anakufanyia hivi elbow. Ulikuwa umemkasirisha unataka kumfanyia nini? Unaenda kumguza anakuwekea tu dunga hapa. Ni sawa. Ama amekuja amevaa t-shirt ya promotion. Mimi natetea wasee wenyewe. Unajua okay. At least education wise so umeiva. Unajua siku hizi kuna nyaunyo. Kuna nini? Msoboda. Ngoja. Msoboda hata ajungi kama kuna sex ya mapingu na hizo nini ma-BDSM unasema mafetish. Mfunge bulada ya baiskeli. Sasa ajui. Sasa you see ile yenye maybe itamelenda kurua ama circumcision akaishwa na wazee akaambiwa unaona kutoka leo rungu ni rungu. Unage yeye aje kutana na any knowledge. Yetu hata anaweza ingia hivi apata bibi alikuwa ameinama anapika tu sukuma na akamvaa urwanyo. Unaona? Hata juu kuna preparation ama nini hiyo ndio kajaliambiwa. Unage kuna rafiki yangu siku moja nimetembea kwa nini? Sawa. Rafiki yangu mimi nimeenda tulikuwa maeneo ya sherehe. Ukitapo hapo kidogo. Piga sherehe tumepiga sherehe 1 2 3. So nikienda tuko na rafiki yangu mtu yake akakuja. So tuko watu hata nikwambia niaje, unajua mimi am that guy, no matter the distance, no matter time ni saa ngapi lazima niende kwao. Wakanambia bro manze auendi lazima uende ulale wapi? Kwa nyumba yetu. Ni since wame insist nini akachukua kifunguo ya gari ikabidi mkae nyuma. Mtu saa yako na mtu wake amekaa. Me drive tumeenda ni usiku wa manane karibu saa 7 saa 8 if I'm not wrong. Tumeingia kwa nyumba. So ile njaa wakatuambia food iko kwa nyumba tusikule wapi? Penye tulikuwa tunaenjoy. Si mimi nimekaa sitting room naongojea chakula hivi. Umesikia vile wamesema amekuta bibi anachemsha nini? Anapiga ndani. Mimi nakwambia bwana ni mambo tu chakula inachemshwa. Kumbe bibi vile alienda jikoni, mzee sijui alipitia wapi. Akaingia jikoni. Mimi nimeongoja bwana hizo menazi chemshwe. Kumbe wanachemshana. Sisi nikasema sisi nasikia kiu na kuna dispenser hapo, acha nichukue glass jikoni. Ninywe maji. Unaona nini? Ukioko wenyewe uliza instruction. Umeambuka kwa nini? Niliingia hivi jikoni hata sikukula. Nilimwambia ndio chakula na niliona. Juu kwanza waliamua kukulana ndio tukule. Msaibu bwana nilifungua hivi jikoni. Alikuona. Walipenduka hivi. Nikamwambia bwana. Nilijifunika na pilo. Sasa pilo unaenda kwa nyewe mazee kabla uongoje uletwe ndugu jifunike. Nilijifunika kwanza na pilo. Sasa mimi nasema unaona sex vile umesema utakuta huyo msee wa hiyo job atakuta bibi yake ameinama acheze. Hivyo ndo anajua. But I think sex education should be taught in schools. Because watu wengi they don't know what sex is. Because it's supposed to be enjoyed. Unajua kuna sio fikiria ati ukifuck dem mpaka aanze kuumia pige nduru unafikiria sawa ndio unamuumiza. Wewe si mwanaume unamuumiza. You're supposed that's why mimi nimekuambia it's always a learning process. Tell your lady niaje, do you enjoy this? Do you enjoy this? Maybe me enjoy getting head. That's why by the way, do you guys manscape? I think we should discuss that on the next manscaping. Kunyoa huku down chini nini unanyoa mpaka katikati ya haga hapo. Tutafaa tuongelee. Yeah. It's good. Unapunguza hizo nywele. Yeah, unapunguza hizo nywele. That's why unaambia your wife. Unaweza sikia hata wife yako ama imagine akishuka hivi kupea. Wewe ndio unainamia ama nini? Wakati anakupea yeye asishinda ametema nywele. Akienda kesho kazi yako na nywele kwa meno. Wanaambia kwani ulikula nini unajua?
So imagine wewe umekuja na nywele kwa meno. Dus. Wanaume mzee. Unajua? So sex people should learn. Tell your lady, I enjoy head, I enjoy this, nini. Wife yako akwambia pia mimi zangu yeah, pia mimi napenda kusoma vitabu. Unashuka huko chini, unasoma vitabu, unafungua pages. Unajua? So hizo ni vitu zinafaa kudiscussiwa. I think it should be taught. I think secondary level because primary pia kidogo itakuwa vitu tofauti. No, for the primary section inakuanga good kwa sababu kuna kuanga na hizo differences za kujua kuoga na nini. Yeah. So na madem apparently au grow very fast. Kuna wale wenye kama hormones zao ni very strong by 9 years ameshaanza kumenstruate. Nini. So inafaa ajue kwanza asitumie nini? Sabuni. Usitumie sabuni yenye iko na scented. Unatumia tu vipande. Unatumia kipande. You scented soap inaku affect huko. Issue pia ni pia parents wako wamenini sana. Yeah, it's true. Like that unakuta father na mother wanajua mtu kama ameshafika 9 years. Kuna kitu nafaa tuanze kumprepare. In these few months ama like a year. If you feel something kama hii, don't be afraid, just come to us. Tukwambie 1 2 3 what to do, nini. Ukifanya hata shopping kama ni baba, baia mtu wako some pads. Watu wanasi wanaume we feel like jukumu yetu ama sisi ni Afrika yani tuligrow na hiyo kitu. That men wafai kuinteract na watu wa madem. And sometimes you will find your wife ni mtu hata muoga. Umenipata? Wewe unaweza play part big sana kushinda wife yako because wife yako ni muoga. So it's good to always like open up nini communicate. Hata our boys communicate with them because sometimes anaweza kwa labda yeye pia atachangamka mapema who knows. Alafu atajiingiza kwa kitu yenye yako anajua by the time na notice mtu yeye anakojoa. Nakoza vile sasa. Anakojoa kokoto. Anakojoa uzi na closet. So talk to them, just talk to them. Hata mwambie mtu ukipitikia. Baba. Nakojoa hata before kushow ndio yenyewe mtaanza tu kunotice mtu yeye akiingia lu atoki harufu unajua nini that's what nimesema hygiene. That's what I've said personally for a man I advocate for all men do manscaping. Unaona dusa amevaa vest hakuna manywele. I think sijui kama unaweza zoom hata mimi manscape sina hizo manywele azilipuna ni vitu unafanya on weekly basis. Panguza mfanane balloon unafanana balloon hivi. Mama akishuka hivi as in for mtu mjanja ni enticing nikikam nikupata wewe ni mniki. Alafu unajua pia zinakusaidia pia kufunga ma breaks. Ushaona kwa chalia ametembea sasa nilitoa mfunga break nywele inakuwa imeingia mahali nywele imeshikwa na boxer unafunga emergency alafu unajifanya unataka king unaanza unatuandisha it's good manze. Yeah. So anyway tukimalizia hapa hivi tulikuwa tunaongelea men wale wenye sasa wako na hizo the other way characters about wenye tumeongelea madem. Walikuwa wameteta sana kuhusu wase as in rich guys. Wanasema wase rich apparently mostly wana lack vitu mob sana. Wana lack hiyo dick, wana lack time ya madem, wana lack time ya family. In most aspects wanakuanga na friends wao na wanakuanga na time for business. Unanipata? Alafu unlike the other guys utapata Benten anaweza kuwa ni mse mpoa, atakupatia hiyo attention, atakupatia time nini atakuwa na kucall, lakini atakuwa na habits za forgot sana kwa sababu utapata atakuwa na kam either ni alcoholic, ni mse either weed excessive. Lakini hata niulize hata mademo wenye wana complain kabisa unataka wanawa Simba tu mimi nilienda kwa museum 2 minutes. Imagine nenda bana nendo marara ya dunia mzima. Inagurumanga hivyo. Imagine. But unaona nini? Ukiwa uko na hiyo time, ukiwa wewe uko na hiyo time. Ndio nasema asi hii kitu. Ndio mimi nasema hata 3 hours hiyo kitu. Ni sawa. Tutapeana ya nini? Let's be creative. Tukae chini uniambie babe. Usifanye events LD, wewe unajulikana. Wewe Fazuli unajulikana. Si tufanye events LD. Unataka 3 hours. Unaona? Sasa mimi nauliza. Jamani. Ndugu zangu. Mbona mimi sijaisikia kwa relationship yote yenye boy for
a few relationships zenye nimekuwa committed to. Mimi ni mtu huwa na renew relationship card driving license. Mwaka ikiisha na renew. So mimi nauliza, mbona maboy tukienda kwa relationship atulizangi madem reassurance? Like mimi nataka reassurance, mimi sijui nataka nini, mimi sijui mbona madem tu ndio ulizanga ama men tu tunakuanga tu. Na sijaisikia pia kuna atichali bipolar. Madem tu ndio kwa ni bipolar. Like bana wako machali wa bipolar. But unajua tuambie kitu moja na machali. Chali, most of the chalies tunapenda kujifichia vitu zetu. Sana. So utakuta chali anaweza kuwa bipolar. But anaificha kiundani. Wacha nikupatie good example. Wacha nikupatie good example. Machali wengi wanajuanga ni mashot wire. Kuna boys of mine alikuwa mpenda tu dem. Na alikuwa tu mimi kama si huyu hakuna mwingine kwa maisha yangu. You remember? Unakumbuka? So beshtaman mwingine akacheki pia iteke ni safi. Akaenda akatupa lugha ikaivana. Ule dem akuja akaambia ule nigga, yenyewe mimi kutoka leo mimi naweza zako zimeisha. Ule chali alikuja tu pole akitule chali mwingine akamuita mkutano. Akaambia chali mwingine. Mimi najua ni wa mademu wengi. Uko na pesa, uko na kila kitu. Mimi nakuomba tu kwa maisha yangu yote ni huyu tu. Sina demu mwingine na hata sitaki mwingine. Nataka huyu. Na mimi nakuomba tu kwa uzuri umwache. Lembe bishta. This is a warning. You will die. Aje huyu anasema lembe bishta yangu ukiniangalia. Kwani mimi ndo nini? Wacha basi niangalie. You will die. Ikifika point wacha kwambia mimi naambia tu mademu huko nje. Ukiona tu mwanaume bipolar amekuja amekukataza kitu. Na okay unajuanga ni joker but hiyo siku tu amekuja tu akakuita kwa uzuri na upole na unyenyekevu. Kenye utaambiwa sikiza na ufuate maagizo. But I don't experience vile umesema vile tuliona kule rafiki yetu na mtu wake. Hizo drama kuvunja gari, kuvunja nini. Unajua bipolar kila mtu ni short bipolar ni tegemea. Labda kuna short tofauti. Acha nikushow. Unajua wamejificha kwa pombe. Unajua kuna machali wenye wao hadi wana get assaulted by their wives. But they won't say because huyu jamaa labda ana feel I am supposed to look like a strong person. I'm a strong man. But sasa apparently si ati hawezi hata kubeat huyo wife. Maybe to the guy anatumia akili na anapigwa na wife yake. And sometimes unapata ni the other way around. Madem have huyo jamaa ndio ni bipolar but naye pia game iko juu. Alafu unajua madem ndio utend sana ku end kwa hiyo end game ya huyo boy iko juu. But wacha niwaambie. Anachapwa boss na chomoki. Anachapwa zote mbili. Anachapwa na anachapwa. But unajua okay, we are not advocating for any man to lay a hand on any lady. It's not like really good. Yeah, and any lady pia si poa ku do the same. It's two-way traffic. Unajua pia bwana wako amekuja ametoka kazi amechoka. Mpe hiyo. Unajua hiyo. Mpe hiyo time manze ajiconsiderate the same way as in I wanted to ask. Unajua nyinyi mnaongelea tu sex. Kwani mtakula sex miaka yenu yote? Asijui duration, sijui nini. Men are out here getting enlargement pills. Rungu ikue kubwa. The same lady mwenye unataka kufurahisha ananunua tetanus cream. Tusikwe ndogo. So hizi ni vitu mbili. Kuna enlargement na kuna sasa mnaharibu hata. So hata this is it's a scam. It's the same society. So hatuwezi ongelea vile nimesema it's all about pleasure. It's the feeling. But you know these things hata zimevunja mandoa. Si unajua? Yeah. Because jamaa anapata wife yake anaanza kumcomplainia out of the stories zenye anaambiwa na mwingine about endurance na nini. Ule mwingine unajua yeye anapikianga bwana yake managu na ndizi. Na wamechemsha mafuta ni hivi hakuna roiko. Alafu wewe unataka uchelewe mchukue chips mbio. Sawa, unakulanga smoky pasua. At the end of the day, hiyo smoky pasua unaona inakaa nini? So inafai kupasue. Hizo imagine you smoke imepasuliwa kumaanisha ni kama alafu smoke. So as in the two way traffic. Mimi naweza sema tu hivi as in mimi naweza educate watu hivi. Huku nje. Okay. To the ladies. Experience. Si experience. Unaona wakati ladies wanakaa pamoja hiyo kuchochana. Yeah. Oh mazee mimi aje mimi nilienda Uganda nikabuy stuff fulani na fulani. Kama nikakuwa taish you get na unanyunyizia nini you get. You stick na nyumba yako. We stick kenye unapenda kwa nyumba yako. Nyumba zifanani. To the men mimi naweza sema tu kitu moja.
Besha anza kuja labda hata alipiga wife yake shot ya 1 minute. 1 Anatoka second. huko nje. Anakuja Aliona tu hivi Chapa kifua. Aliona lakini story yenye anatoa nje ni tofauti. Wewe unakuja una meza story una video kitu kwa mind unasema mazee lazima nibuy Viagra. Ndio next time wife ya mine I feel vile nilisikia kwa nani akisema hii story. Mtu anabanga achukua hizo makosa. Unaona hizo pills, the enlargement, the nini. At the same thing unasahau blood circulation kwa mwili ndio inafanya burungu you reach 40 vitu zote zilala. Burungu yako inasimama juu ya flow ya damu na brain nini inashuka down chini. Unameza hizo nini na bibi yako anakuwa na mafuta anajaza kwa chakula. Utaklot. So kitu ya maana ni kidogo utembea nini. But hiyo vile mnashinda mkisema sijui experience. Utakula experience. Na pia baada ya kuongelea experience kuna jamaa yangu mmoja hapa hivi. Nyinyi mnamjua. So hiyo experience I think ni kitu ya maana but to the next level si ya kila mtu. Pale mazee tumemaliza shule pale. Tunajua ilikuwa December. Tunajua vile si wase wa ghetto slums. Tuwa tunapiga mwaka mwero tofauti. Kuchoma matairi kufanya nini. So ule demo mtaani, ule demo alikuwa amewezanga kitu vibaya sana. Kumbe alikuwa amenokiana ile conversation one to led to another thing. Akaambia demo fanya hivi. Wewe si leo ni Friday na ni mwaka mwero kuna kesha. Naambiana home unaenda unaenda kesha. Kijana naye huko mzee amemchafisha kazi aje. Unajua wazee wa saperi. Badilisha hii pipe staki hapa. Kwanza ni Christmas kesho yake. Christmas sababu jikoni wewe unde mpya. Unutengeneze jikoni mpya. Jamaa kushamilisha mrembo box. Mtaani amesema ni aje mimi naenda wapi? Kesha. Demo ameenda kesha. Wakatoka na huyo Charlie kupitia pale unajua kitambo zilikuwa masachet. No why the birds fly. Katapingu. Black and white anachukua sachet yake moja. Marius. No why the birds fly. Akapea demo. Demo si amekata na Charlie. Fika kwa keja mzee alikuwa amebomoa nyumba. Unajua vile wazee wasapere wana extending nyumba. So ile bingira walikuwa wametengenezea kijana imeshikana na bedroom ya nani? Yote akiku nyumba ya mabati za kwa gorofa. Hiyo nyumba imeshikana na mzee. So kwa ile hiyo ndio nyumba itaunganishwa kwa moja. Unajua ile imegawanishwa na mabati. Pasua. Jamaa ameingia na demo pale kwa keja. Si chapa shot yake moja. Vile yeye unaambia hiyo unatoka hizo unasema ulienda 30 hours. Chapa shot yake mzuri wakapumzika. Demo saa juu akatapingu si hata akapumzika. Kumbe demo akona experience. Si aliamuka usiku. Usiku sawa manane. Anataka round 2. Akaguza hivi akaona niko na nyongi hapa hivi. Na huja amelala. Anambia we amuka. Liza. Nini mbaya baby? Ulinileta hapa nilale. Ulinileta kwa nyumba nilale. Sasa kitani imeshikana na mabati. Akafanya mkono. Nyumba sasa hiyo imeshikana na ya mzee. Nyumba imeshikana na ya mzee. Mzee akauliza huko neke. Nini naendelea? Unajaribu hivi kushika demo anauma mkono anapiga mayonye. Mimi utaniua. Lazima unipe kitu. Utanimaliza nini? Si jamaa kangangana nini? Akatoa shot yake. So ile kwa hiyo harakati kutoa shot, unajua hata ilikuwa sex, ilikuwa more of kunyongana kufanya nini. So unakuta demu vile nimesema funza huyu mtu kenye unataka. Demu ako na experience 1 2 3 but Charlie hana hiyo experience. But hata pia ukiamuka umekuta umechipo demu bipolar. Huyo demu ni shot wire ameamka kwanza kupiga hivyo mayoe. Utamsaidia aje mti yangu? Utabidi umdish. Unamdish but kesho utakutana na huyo demu tena. Sasa utaenda wapi na atakujua? Hapana, ukimwona hivi unapanda nduthi unaenda huko hivi chini. Lazima tu ingie. Unaenda kichaka. Sasa unakuta watu wengi hawajui kama wako na hizo issues. But zina explode at different stages. That's why mimi nasema hizi vitu ni vizuri watu wakifunzwa. Sex education should be introduced to secondary and I think university watapambana. Huko wataenda huko wakiungua watapambana. Hata boys wa mine ashaivoa kamingi. Temia maudi huko. Avoka dem mwingine kafiga 1. Sasa unajua ni ile za kitambo ni aje unisaidie keja. Ikauma nje. Sikabidi ametime kwao kwa gate. Hakuna mzee. Ameangisha dem. Hiyo masasi rungu. Baba yake anashangaa. Ujazi alalanga tu leo kwa nasikia msuko ya kitanda. Mzee akaamuka. We, nini naendelea huko ndani?
Ilibidi dem aingishwe kwa sanduku. Hii sanduku ile ya shule ya chuma. Ile ya chuma. Ndio dem kakuja ingishwe alafu. Makosa dem alikuwa na homa. Bado ni baridi. Sasa amefunguliwa. Angalia mzee kama mimi niko naondoa vitu zangu hapa nini kala ikifika kwa mlango kazi. Kuna kitu kwa hapa. Demo kono. Si yakono ikameka kwa sanduku. Njeve naye. Nikapika wapi? Mabati. Mabati naye. Kaka kovi ya pili. Mimi na kama ile video alikombainiwa. But unaona nini ndio nasema sasa sio mama Sinizo mazama ile tu. Tukiwa udini mwaka gani? Udini mwaka gani? Sema za high school tu. High school. So unaona ndio mimi nasema parents should educate their kids about sex. Yeah. Unaona kijana kama huyu wa Mabati para. Alitoka kwao saa 10 ya usiku. Hajairudi, anaenda kukaa na ndugu yake. So as in ile mkikutana family meeting unasikia madhara ndio story. Na mramenya. Mnajua kijana kwa nini alitoka huko hata kuja family meeting? Inyangawi nileta msichana huko anapiga nduru saa 7 usiku. Hata wazazi pia. Ukiona mtu wako pia mko mbig 18 years hapo. Chukulia kijana yako nyumba. Rafiki yetu mwingine ameleta vitu ya wanaume kuona. Ameleta kuona, amejua hakuna mtu kwao. Ninja ameona. Stima ikapotea. Blue movies. Mama yake akakuja na wageni wa kanisa. Najua ni lenzi ya tape. Sasa najua huwezi toa mpaka stima hiyo. Mama yake akakuja akamwambia, utatit. Ilikuwa ushirika. Sasa si wageni wameingia. Wamekaa. Shika pesa. Endea maziwa. Umetaja jina? Utatit. Sasa my nigga akachukua pesa. Sasa anaweza tuua. Mimi nakwambia tunasomanga mathematics. Inakuwa speed over time. Ile Kamau used to have a vehicle from X to Z. How many hours will he use to come back? Alitumia hiyo. Akashika pesa. Sababu ni speed over stima. Time ya kufika kwa duka over speed ya stima kurudi. Jimepotea na huwezi calculate stima inarudi saa ngapi. Jamani kwa duka. By the time anafika kwa mlango ndio stima imefanya. Unajua dhambi ya deck inaanzianga hapo mali kimefika. Silimali kakamba. Mama yake anasema wacha hata tuone vitu ya mtoto wangu. Anaangi vitu mbaya. Kwaya. Tape unajua deck la jeshango automatic TV ni kuhakikisha tu inaendelea mali deck hiyo. Mimi nakwambia tu ushirika alikuwa tu hapo. Tena mwaze. Umetaja jina tena. Mimi nakwambia aliacha maziwa kwa mlango. Na mkati akabisha mlango akatoka. Waipate hapo kwa mlango. So unakuta that's what mimi nasema education ni kitu ya maana. Sikia man. But unakuta kijana kama huyu yeye kuenda kuona hizo blue movies ni Kenya amesikia na marafiki zake. Maana anapata pressure. Anaambiwa ama ako na dem alafu ni big na bado uko kwa. Alafu unaona uko na miaka karibu 20 na unaishi kwenu. Toka bwana jitume tu. Bwana jitumeni, wacha ukaa. Ukae kwa nini? Enda mjengo tuna nyumba ya 700. Aje zeme story. Unajua saa zingine beje viewers wanasikia tu marafiki zetu. Ama marafiki saa zingine wako hapa. Sasa hizo tu za Mazaudi. Hata kama niseme rafiki yetu. Za Mazaudi. Rafiki yetu ameangukia mundo. So unajua sasa vile keja umepewa ile nyumba umepewa na mzai kwa nyumba yako. Nyumba yako ndio store. Ndio penye drums zinawekwa, ndio penye kuku zinalala, kulukulu, wheelbarrow, pia mbuzi saa zingine zinawekwa huko. Yaani nyumba yako ndio store. Jamaa amebeba mrembo aminukiana kwa muda. So ile wametoka Maudi zile zama. So unajua kurudi mtaani mlikuwa mnatembea mguu. Jamaa ameshambeba mrembo, ameenda kejani. So jua ile keja yako ndio store. Na wewe unajua content unataka. Unaingia hivi kwa keja, ndio anakuambia siwashe stima. Unamwambia stima, kwa umetoa bulb. Inaweza kisho. Wanakia zima unakwenda iko. Unajua.
Amacho kutana wili bana. Unabidi umshikilie. Akanyage mayai. Sasa wewe. Akanyage vibaya akanyage mayai ya kuku. Pia kuku zinalala huko. Unajua sasa nyingine si atakuwa na nini alafu naambia demu hakuna stima hapa. Stima bali bilungua tu nikitoka. Nikasema ndanua nikiru. Umesahau. Wewe ndio map. Unampeleka hivi. Basi ndio unajua vile kitanda iko. Nashika. Hapa kule chapa. Ukishamaliza ndio unajua si huko unajua sasa umetengeneza. Unakumbuka ile wire red na black. Unaitoa kwa bulb. Unaingia kwa kitanda. Unajua hiyo si. Alafu umeona bed switch kwa kitanda. Unawasha taa. Anakuta mumefanya ngono mbuzi tu zinaangalia. Anakuuliza na kwanza ulinileta kwa zizi. Unaambia hapa nimekupeleka game park. Pia wanyama wanafaa kuona. Sisi tunaona wanyama the whole time. Sisi tunaona tu wanyama. Unataka wanyama waone wapi? So as in vile tulikuwa tukiongelea so pia as in hiyo responsibility inakuja kwetu. Na vile tumesema men pia wasisikize sana vile marafiki zao wanasema. You just enjoy this. Jibambe. Na vile ulikuwa ukisema mimi naambia mademu. Ukiona child yako akubambi, achana na yeye kuja kwa best yake. Wewe jua penye raha yako imewekwa. Usijinyime, usijiweke kwa shida. Love is supposed to be enjoyed. It's not a struggle. Mimi niliwaambia tangu asubuhi tukiwa episode 1 Fazula atawapoteza. Sasa mimi nawaambia tu, nawaambia brother. Mimi naweza sema hivi. Kama una feel unataka hii kitu, chukua. Usiende kwa beshte yake. Mkaene chini, umwambie mimi nataka try fast. Mimi napenda ukinifanyia 1 2 3. Wewe unapenda ukifanyia nini? Education. Ukiona huyo chali tena amekataa kusikia hizo. This is what happens. Jaribu na rafiki yake. This is what happens. Wewe naye. Kuchagua leo yenyewe unasikia ati kuchagua jembe. Umechagua matako alafu umepatana na msupa mwenye yuko kwa keja. It is because unajua kama ungeangalia personality ingekujenga. Sababu moja, ule msupa kama ana reason utakuwa unamshoni aje game itakuwa hivi na hivi kwa sababu imekuwa hivi na hivi. Atakwambia kama una hustle, get. But bado hata ukikamtani anakuna vile anaku understand. Yeye ndiye mpaka anafanya una get hiyo moral. Sijui kama unanipata. Na lakini umechagua matako alafu msichana usikule managu tu kila siku. Kuja pia isaidie. Fazula kufanyia kama tawe. Unajua tawe napanguza matako. Unapanguza matako asubuhi. Alafu kesho yake ukioge napanguza uso. Wewe nini? Wewe tu ndio ulisema hapa unajaribu jirani anakupea mchezo unasahau demu yako. So vile sema wewe unaenda kwa jirani ni risky. Mimi sikusema wewe vile mnasema wasee wako ni mambo bipolar, boss utakatwa. Mimi sikusema mtu aende kwa jirani. Mimi nilisema okay, urudi unaona kenye umependa. Haijalishi sura, haijalishi kama unapenda mtu penda mtu. Na kama unampenda tembea na yeye. Wacha watu wamjue. Hiyo ndo huko ndo penye roho yako iko, napo penye unafurahi. Wacha ukimficha na nini huko nje. Kuna siku moja tu wewe mwenye unamficha atakuja jua nimedate nawe for 9 years na kumbe ufurahi yangi nikiwa na wewe. Unifurahi. Ikifika siku ya kwenda kwao ni aje kuna bash kwa kinangademu anakuficha, unasikia tu kuna kitu ili happen kwao. Anakupea pesa wewe. Cause all along hataki kunini. Utokeze. So mimi nasema tu kenye umependa wewe penda. Sex kenye nyinyi mnafanya kwa hao yenyu ni nyinyi ndio mnajua. Usisikize something huko nje. Na kenye umependa kama si yako. Wewe usiende kama umependa kama sio yako, you have a right to move on. No change. Ni kama mimi tumekaa na mtu na hamuelewani. Kwa nini ujiumize hapo for 20 years ama 30 years na unajua hakuna mahali tunapelekana? It's better off muachane tu, kila mtu afind life yake. Si ni vile unanunua kitabu ya 42 pages, unatumia unaona nahitaji sasa ile kubwa. Unaona ulinunua ile ndogo 42 but nataka 42 ile yenye kubwa ya composition. You guys, my people, this was our wrap up. Episode 6 we are going to do a continuation about this topic. Enye tumeongelea.
about kama ni sawa kukula manzi ya best yako. Kula. Simply because best yako ameshinda kufika kwa kitofu na wewe msupa anataka ucheze na lungs. Mnaona nini? Exercise. Jifunze hizi vitu. Walisema kiss as many frogs. Dr. Love alisema inatakikana ume open veins. Blood flow kwa kinini. Unajua kiss as many frogs as you can. Tuende sauna kama una sauna, chemsha maji na sufuria. Ingia ndani. Chemsha mwili. Hizi vitu experience. Wacha kuzungusha tu kwa estate. Episode 5 hiyo. Wagwan. This was episode 5. My good people, remember to share, like, subscribe, and comment. Tell us what you think about this. Talk to us. Let us know what you'd want us to do, change, or make an effort about. Episode 6, we're going to do a continuation of this. So make sure you tune in, keep up, let the fire burn, maze. Remember pale kwenye Instagram, it's at the Game Changers Podcast. We'll share with you our Facebook page on the Instagram page. So make sure you follow so that you can follow. We can keep you up on that, okay? Cheers, maze. Peace. It was nice being with you. Game Changers, maze. Dusmali the jama for you. Kama kawa, kama dawa. I'll see you. Yeah. Malaysia. Itazima Capridon. But do hapa mswa malimali. Yeah, man. Mi wachapia ukitaka anything itamu. Angalia hapo chini, tuchapiane, tuongee, tufanye biashara, Copacabana dua hapa. Ama vipi? Yeah, man. This is your man like Fazul hapa hivi. King of good times. Like, share, subscribe. The more you like, the more our content inaenda kwa watu wengi. So please do this, like, dislike, share, comment. Fanya hizo vitu zote so that this content could go out there kwa watu wengi. Nikimalizia manze, fanya hiyo kitu bibi wenyewe. Rafiki yako toka melala, zaga na yeye. Usijiachilie. Kama Fazul kufinya.